Neema ya Mungu ikupe tena kufahamu na kuona juu ya ujumbe huu sasa. Dunia tunayoendelea nayo imejaa roho wengi waovu. Nataka tuone kwa ufupi umuhimu mkubwa sana wa kuongozwa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Warumi 8 mstari wa 12 na mpaka ule wa 14 anasema, basi kama ni hivyo, ndugu tu wa deni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili, kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa mkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Amen. Uko umuhimu mkubwa sana wa kuongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu dunia tulio nayo imejaa roho waovu wengi, roho ya matusi, roho ya uzushi, roho ya uongo, roho za magomvi. Sasa hivi familia nyingi zinafarakana, ni magomvi, ni mafarakano, ni uongo. Maroho mengi ya uovu yamejaa kwenye dunia. Sasa tukikamatwa na kutawaliwa na Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba tutamshinda roho mwovu. Hao roho wachafu wote tutawashinda, hawatatusumbua. Hatutasumbuliwa na roho wachafu, kwa sababu Roho wa Bwana akikaa ndani yetu, maana yake tunaongozwa na yeye. Ndio sababu anasema kwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa roho ya adui inatafuta watu wawe watoto wa Ibilisi. Dunia hii pia ina watoto wa Shetani. Anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, anasema watoto wa Ibilisi ni dhahiri, watoto wa Mungu ni dhahiri. Sasa angalia sana maisha yako yasiwe upande wa dunia, ukavutwa na kutawaliwa na dunia, kwa sababu dunia imejaa uchafu mwingi, imejaa roho waovu wengi. Wewe chazwa Roho wa Bwana, chazwa Roho Mtakatifu ili utembee na Roho Mtakatifu. Magomvi ni mengi sasa hivi, mafarakano, mambo mengi ya utapeli, uzushi, wizi, mambo ya wivu mbaya, mapigano, watu wanatengana, ndugu na ndugu wanachukiana, wananeneana maneno machafu. Nini? Roho mchafu wa dunia ameachiliwa. Yuko roho wa Shetani, anavuruga watu, anatawala huko na huko, anasumbua. Lakini aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Kwa wale walio wa Yesu, aliye ndani yetu, aliye ndani yao, walio wa Yesu, wana wa Mungu, roho aliye ndani yao ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Sasa ukimpokea Roho Mtakatifu, ukimpokea Yesu, unapokea na Roho Mtakatifu ambaye atakuwezesha kuishinda roho ya dunia. Atatuwezesha kumshinda roho mwovu, roho ya dunia, roho mchafu, roho za kukata tamaa, roho za hofu, roho za mashaka, roho za uoga zimeenea. Mstari wa 15 anasema, kwa kuwa mkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali tumepokea roho wa Baba. Tumepokea roho wa Baba, ni Roho Mtakatifu. Bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho aliyetuletea Yesu. Yesu alipokuwa akiondoka asema, nawaletea msaidizi, nawaletea atakayewaongoza, atakayewaonya, atakayewahabarisha mambo yote, atakayekuwasaidia, atakayewatia nguvu. Roho Mtakatifu ana nguvu, atatupa nguvu. Bwana Yesu akubariki. Na tamani sana, ng'ang'ana kuongozwa na Roho Mtakatifu. Dunia tulio nayo sasa, tunahitaji sana Roho Mtakatifu. Tunahitaji sana hekima ya Mungu. Tunahitaji sana maarifa ya Roho. Tunahitaji sana Roho wa Bwana Yesu atutawale, tawaliwa. Bwana Yesu, nakuomba endelea kutujaza, kutumiminia Roho wako, akae juu yetu na akae ndani yetu pia. Akae juu yetu, akae na ndani yetu, akae ndani ya vijana na juu ya vijana katika taifa langu la Tanzania. Akae juu na ndani ya wote wanaopewa nafasi ya kuongoza. Watetemeke mbele zako, watende haki, watende haki, watende haki. Kwenye familia, kwenye maboma yetu ikawepo haki. Roho Mtakatifu katawale, damu Yesu ikanene mema, katika jina la Yesu. Asante Bwana. Bariki mtu na familia yake, ikawe amani na neema tele na baraka tele. Bwana Yesu akutunze, akujaze neema na nguvu, akushike kwa mkono wake. Sema amina kwa Yesu, sema amina kwa Bwana.